mjini kwake mwaka kwa mwaka, ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile ilipofika, Elikana alipopata dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote waume kwa wake sehemu zao. Lakini Hana kumpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake kumchokoza sana, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwenda kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Naye Elikana mumewe akamwambia, Hana, unalilia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako unanisuta? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Ndipo Hana akainuka. Walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana.